أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saidi sana anasema leo ni Ijumaa ya kwanza ya Novemba, na kama ilivyo kawaida katika Ijumaa ya kwanza ya Novemba mwaka mpya wa Tahrike Jadid unatangazwa. Na katika mwaka uliopita mvua ya fadhili ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha juu yetu, tunazungumzia habari zake. Hivyo leo nitaweka mbele yenu mambo machache kuhusu swala hilo. Jambo la kwanza ambalo yatupasa kulikumbuka nalo ni ya kwamba kwa ajili ya kuendesha kila aina ya kazi na kwa ajili ya kutimiza matumizi yake tunahitaji mali. Akieleza ufafanuzi wake safari moja, Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam alisema ya kwamba kila nabii kwa ajili ya kutimiza shabaha za ujio wake aliwahimiza waumini kutoa mali. Ndani ya Qurani tukufu vile vile kwa kutumia njia mbalimbali waumini wamehimizwa kutoa mali. Mwenyezi Mungu amesema kwa uwazi kabisa ya kwamba kwa ajili ya dini nini mnapojitolea na mnatumia mali yenu, mnatoa mali yenu, Mwenyezi Mungu badala yake katika dunia hii na huku kwenye akhira vile vile atawajaalieni neema zake. Mwenyezi Mungu habakishi mkopo. Kwa mfano, katika sehemu moja Mwenyezi Mungu alisema jinsi yeye anavyo wajaalia waumini na kwa kiasi gani anavyo wajaalia. Kuhusiana na hilo alisema kwamba masalu lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba fi kulli sumbulatin miatu habba wallahu yuzaifu liman yasha wallahu wasiyun alim. Yani mfano wa wale wanaotoa mali zao katika njia ya Allah ni kama mfano wa punje moja itoayo masuke 7. Katika kila suke mna punje 100 na Allah humzidishia amtakaye, na Allah ni mwenye wasaa, mwenye kujua. Basi huo ni mfano wa waumini wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, ya kwamba Mwenyezi Mungu watu ambao wanatoa katika njia ya Allah kwa kujihalisisha, Mwenyezi Mungu habakishi mkopo, bali anawajaalia katika dunia hii na pia anawajaalia katika akhira. Katika zama hizi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusambaza dini amemtuma mtumishi mkweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amewapatia waumini wake
wajibu huu ya kwamba wao kwa ajili ya kusambaza dini na kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa islam katika dunia nzima na kwa ajili ya kuinamisha dunia mbele ya mungu aliye mmoja watimize wajibu wao. Na endapo wao kwa kujihalisisha watafanya hivyo, basi watakuwa warisi wa fadhili na neema za allah. Riwaya moja inasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ya kuwa sala, kufunga saumu na kumkumbuka mwenyezi mungu, vitu hivi vinaongeza mali hadi 700 ambayo inatumika katika njia ya allah. yaani pale mnapojitolea na mnatoa mali, vitu hivi pia ni muhimu sana. Katika hadisi hii sura ya mumini mkweli imeelezwa ya kwamba mumini asifahamu ya kuwa yeye kwa kutoa mali tu kisha aseme kwa allah kwamba mimi nimetoa mali, sasa sawa na kauli yako nipatie kwa kuongeza hadi 700. Hapana, bali pamoja na kutoa mali yeye atalazimika kuongeza vivango vya ibada zake, atalazimika kuboresha hali ya nafsi yake na atalazimika kumkumbuka mwenyezi mungu kwa siku zote, na atalazimika kuepukana na mambo ya kipuuzi, na kwa kujihalisisha kwa ajili ya kupata radhi ya allah pekee atalazimika kutoa mali. Kisha mwenyezi mungu jinsi anavyojaalia, saa nyingine binadamu anashikwa na mshangao. saa nyingine mwenyezi mungu akikubali matendo yetu machache tu, jinsi anavyotujaalia tunashikwa na mshangao. Na hiyo ni rehma makhsus ya mwenyezi mungu kwamba yeye anatujalia hivi, na kwa njia hiyo mtu anazidi katika imani juu ya allah na anapata yakini zaidi juu ya mambo yake. Lakini mtu anapaswa kufanya juhudi kwamba yeye asifurahie juu ya jambo hili ya kwamba mimi nimejitolea sana, na hata kama sina matendo mengine basi lazima mwenyezi mungu atanijaalia neema zake. Basi wanaotoa mali wanalazimika kuangalia kuhusu hali zao za kiroho, ndipo watakuwa warisi wa kweli wa neema za allah subhanahu wa taala. Na mwenyezi mungu daima ameendelea kuwajaalia waumini wa kweli, na kuna mifano mingi inayopatikana katika jumuiya. sisi hatutoi mifano ya wale waliotangulia tu, ijapokuwa ipo mifano ya wale waliotangulia jinsi walivyokuwa na yakini kwamba allah atawajaalia, na mifano hiyo inapatikana katika zama hizi vile vile. Katika zama zilizopita, katika mifano ya wale waliotangulia, kuna mfano wa Hazrat Rabia Basri jinsi alivyokuwa akimtegemea allah. Safari moja alikuwa ameketi nyumbani kwake ambapo wageni 20 wakaja, na nyumbani kwake alikuwa na chapati 2 tu. Akamwambia mtumishi wake kwamba chukua chapati hizi 2 na nenda ukampatie maskini fulani. Alikuwa akimtegemea allah kwa ajabu kabisa. Mtumishi wake akashikwa na wasiwasi na akawaza ya kwamba watu hawa waliowema ni wapumbavu wa ajabu. Wageni wamekuja nyumbani kwake na chapati alizonazo anasema kwamba nenda ukawapatie maskini. Baada ya muda mfupi tu alipokuwa akitafakari au alikuwa ameenda kumpatia maskini fulani, baada ya muda mfupi sauti ikatoka kutoka nje. Mwanamke mmoja akaja, alikuwa ametumwa na mama tajiri aliyekuja na chapati 18. Hata Rabia Basri akazirudisha akisema kwamba chapati hizi si chapati zangu. Mtumishi huyo akasema kwamba wewe chukua chapati hizi. Hata Rabia Basri akasema kwamba
hapana. Mtumishi wake akamwambia sana kwamba mungu amekutumia chakula hicho. Rabi basri akasema hapana, hicho si chakula changu. Mtumishi wake akasema kwamba chukua tu. Lakini baada ya muda mfupi akaja tajiri ambaye alikuwa jirani yake, akamwita mtumishi wake akasema, ulikuwa umekwenda wapi? Nilikupatia chapati kwa ajili ya mtu mwingine, na kwa Rabia Basri ulitakiwa kwenda na chapati 20. Rabia Basri akasema kwamba nilikuwa nimetuma chapati 2, nilikuwa nimefanya biashara na Allah kwamba yeye atanirudishia kwa kuongeza 10%, hivyo ningetakiwa kupata 20 badala ya 2. Khalifa awal akieleza tukio hilo anasema, na ametoa nukuu ya aya mbalimbali za Qur'an tukufu, na akisema kwamba saa nyingine badala ya 110 na saa nyingine badala ya 1,700 zimetajwa, na malipo haya yanatakiwa na wema unaofanywa na jinsi unavyofanywa na wakati gani unafanywa. Yani anatoa kiasi gani na anatoa kwenye mazingira gani. Khalifa awal kama nisemavyo kwamba ameeleza tukio hilo la Hazrat Rabia Basri, na akasema kwamba hivyo ndivyo mwenyezi mungu anavyojalia, lakini nini kwa nia ya kufanya mtihani wa Allah au kwa nia ya kumjaribu Allah, msifanye hivyo kwamba muanze kufanya hivyo ili mumjaribu Allah, isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kama mtajitolea basi mwenyezi mungu atawajalieni. Basi watu ambao wanatoa kwa ajili ya dini ya Allah na wanatoa ili wapate razi ya Allah ndio wenye kujitolea kweli kweli. Mfano wa Hazrat Rabia Basri ijapokuwa unaonekana kuwa ni mfano wa wageni wake binafsi, lakini watu walikuwa wakimjia kwa ajili ya dini. Kwa vyote vile leo kwa ajili ya kutimiza shabaha za dini mwenyezi mungu amemtuma mtumishi mkweli wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia yeye leo katika dunia nzima kazi ya kusambaza Islam na kazi ya kutumikia ubinadamu inaendelea kufanywa. Kwa fadhili ya Allah, jumuiya kila mwaka inatumia mamilioni ya paundi juu ya kusambaza vitabu, vipeperushi, kujenga misikiti na nyumba za wabashiri na waalimu na juu ya miradi mingine. Ulaya na hela za nchi zilizoendelea inatumika katika bara la Afrika na India na katika nchi zingine zilizo maskini. Watu hawa pamoja na kutumia katika nchi zao wanaendelea kutumia katika sehemu zingine, na shughuli za kijamaati zimeendelea kupanuka sana. Hivyo hiyo ni fadhila makhsus ya Allah kwamba wanajumuia wakizidi katika swala la kujitolea wanatimiza matumizi hayo yote. Ijapokuwa hali ya kiuchumi imeporomoka sana, lakini hata hivyo mwenyezi mungu anawaonyesha manzari ya neema zake kwamba jinsi anavyowajaalia hawa wanaojitolea, wanaoishi katika nchi maskini na wanaoishi katika nchi tajiri. Kila mmoja anapata uzoefu wake. Wale ambao wakitanguliza dini juu ya mambo yao ya kidunia wanajitolea katika njia ya Allah. Wakati huu napenda kuweka mbele yenu matukio machache ambayo yanatufahamisha jinsi mwenyezi mungu anavyowatendia watu hawa wanaojitolea, na watu hawa jinsi wanavyotoa michango katika njia ya Allah kwa ikhilasi. Wanajamaat wapya ambao ni muda mchache wameingia katika Islam na Ahmadiyat, hata wao pia wanaendelea kujitolea sana na wanaendelea kutoa michango, kwani wameelewa roho ya kweli ya kutumia katika njia ya Allah. Kutoka Liberia tunaye mwalimu wetu aitwaye Muhammad Johnson ambaye alikuwa Mkristo kisha akasilimu na akawa mwalimu wa jumuiya. Anasema kwamba katika kaunti yetu miezi michache iliyopita kwenye kijiji kimoja
kutokana na juhudi zetu za mahubiri jumuiya ilianzishwa na watu wa kijiji hicho pamoja na imamu wao wakajiunga na jumuiya. Ni kijiji kadogo tu kisichokuwa na barabara, na kwa sababu ya mvua hata kufika huko ni kazi ngumu. Na kwa ajili ya kukusanya michango ya Tahrike Jadid, anasema kwamba sisi kwa maksudi tuliacha kijiji hicho. Watu hawa walikuwa wanajumuia wapya na njia yenyewe ilikuwa ngumu kufika huko. Kijiji kilikuwa kadogo, hivyo tukafikiri kwamba mwakani tutawahimiza na tutawaingiza katika Tahrike Jadid. Anasema kwamba siku moja imamu wa kijiji kile Abu Bukai Saheb ghafla tu alifika mission house ya Tubman, na mara baada ya kufika alinipatia mchango akisema kwamba huu ni mchango wa Tahrike Jadid wa wanajamaat 21. Nilipomuuliza kwamba kivipi ulijua kuhusu Tahrike Jadid, alisema kwamba mimi huwa nasikiliza vipindi vya jamaat kwa kupitia redio, na wiki iliyopita ulipoeleza kuhusu Tahrike Jadid na ukaeleza umuhimu wake, nikaweka mbele ya wanajamaati wangu jambo hilo, na hapo wanajamaati wametoa mchango huo wa Tahrike Jadid. Huzur amesema kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kutia mioyoni mwao hisia za kujitolea. Amir Saheb wa Gambia ameandika ya kwamba kwenye kijiji kimoja tuliwahimiza wanajamaati kuhusu mchango wa Tahrike Jadid. Wote ni wanajamaati wapya. Mama mmoja mzee akiwa na umri wa miaka 57, Sister Fato akitoa 200 dalasi akatoa mchango, na mama huyo alisema kwamba hii njia pekee ambayo kwa kupitia kwayo mtu anaweza kusambaza ujumbe wa kweli wa Islam na Ahmadiyat, kama ilivyokuwa inatokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema kwamba hiyo ni fedha niliyokuwa nimeweka kwa ajili ya chakula cha familia yangu. Sio maana kwamba alikuwa mama tajiri, na hela yenyewe ilikuwa 200 dalasi. Mama huyu alisema kwamba natoa mchango huu kwani kwa ajili ya kufanya mahubiri ya Islam hela hiyo inahitajika, hivyo mimi naacha njaa yangu na natoa mchango huo. Anasema tulikuwa tunazungumzia hayo, mwanaye anayeishi Uswisi alimpigia simu na akamwambia kwamba amemtumia 12,200 dalasi. Hapo mama huyo aliwatangazia watu huku akilia kwamba angalieni jinsi Mwenyezi Mungu alivyotujalia. Alisema kwamba sasa nitatoa mchango zaidi. Watu waliokuwepo kule walikuwa wameshikwa na mshangao. Miezi 6 ilikuwa imepita, mwana wake alikuwa hana mawasiliano na mama yake, na mama yake alikuwa na hali mbaya ya kiuchumi. Lakini wakati ule kilichotokea ni kwamba Mwenyezi Mungu alifanya mpango kwamba mwanaye akampigia simu na pia akamtumia hela hiyo. Hapo watu wote waliokuwepo kule wakapata athari kwamba Ahmadiyat ndio Uislam kweli, na wote wakafanya ahadi kwamba sisi tutabaki wanajamaati hadi kifo chetu. Kisha kuna mkoa wa Geita unaopatikana kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kuna tawi lake. Mwalimu wa tawi hilo aliandika ya kwamba kuna mwanajumuiya mmoja aitwaye Abdullah Saheb ambaye miezi michache iliyopita alikuwa amefanya bayati. Siku moja yeye alisikiliza kuhusu mchango wa Tahrike Jadid kwenye hutuba ya Ijumaa, na alipata kujua kwamba huu ni mwezi wa mwisho wa mchango wa Tahrike Jadid, na kila mwanajumuiya sawa na uwezo wake anapaswa kushiriki katika mchango huo. Abdullah Saheb alikuwa hana fedha yoyote. Yeye aliahidi kwamba siku ijayo hadi jioni lazima atatoa mchango katika mchango wa Tahrike Jadid. Siku ijayo alitoka nje ili kutafuta kibarua. Mtu mmoja alikuwa akihitaji kibarua kwa ajili ya kulima shamba lake, akampatia Abdullah Saheb kazi ya kibarua. Abdullah Saheb kwa siku nzima alifanya kazi aliyokuwa amekabidhiwa, na akamaliza kazi yake hadi jioni, na hela aliyoipata akaileta na kutoa kama mchango wa Tahrike Jadid. Na mwenyewe alisema ya kwamba
akieleza tukio lake ya kuwa mwenyezi mungu aliweka baraka kwenye nia yangu na kwa fadhili yake tu alinijaalia kujitolea. zura amesema kwamba watu hawa wapya, wanajumuia wapya wanapata hisia hizi. kuna kisiwa kiitwacho solomon island. mbashiri wa australia anaandika kisiwa hicho kipo karibu na australia. wakati wa ziara ya solomon island, pamoja na kufanya shughuli zingine za kimalezi na mahubiri, pia tuliweza kuwahimiza wanajamaati kuhusu mchango wa tahriki jadid. kuna mama mmoja ambaye mume wake si muislamu na wote wawili wanaendesha kiwanda cha kufuga kuku, na katibu wa tahriki jadid alipofika katika nyumba yake kwa ajili ya kuwakumbusha kuhusu mchango, mama huyo hakuwepo nyumbani, hivyo watoto wake wakatoa mchango wa hela waliokuwa nayo. mama huyo aliporudi nyumbani, watoto wake wakamwambia kwamba katibu wa tahriki jadid alikuwa amekuja kututembelea. ye akafika katika nyumba ya katibu wa tahriki jadid akatoa mchango wa tahriki jadid $1000. hapo katibu wa tahriki jadid akamwambia kwamba mimi nimekusanya mchango kutoka marafiki wote, kutoka wanajamati wote, na nimetayarisha orodha na nimetuma markaz, hivyo mchango wako huo tunaweka kwenye mchango wa mwaka ujao. mama huyo akasema hapana, nilikuwa nimemwahidi allah kwamba mwaka huu nitatoa kiasi hicho, hivyo mchango huu lazima uingize kwenye mwaka huo huo. hapo anasema kwamba tuliorozesha orodha mpya na tukapeleka taarifa huko markaz. kisha mwenyezi mungu jinsi anavyotoa kwa kuongeza, manzari zake tunazishuhudia. mbashiri wa Guinea Conakry anaandika kwamba katika nchi yetu kuna sehemu iitwayo Kafilia. mbashiri wa huko alitoa hutuba na akawahimiza waumini kuhusu mchango wa tahriki jadid, na pia akawatembelea katika nyumba zao. kijana mmoja aitwaye Muhammad Sila alikutana naye. yeye alipohimizwa kuhusu mchango, kijana huyo wakati ule ule akatoa 10,000 Guinea franc na akatoa kama mchango wa tahriki jadid, na akasema kwamba hela hii niliyokuwa nayo ambayo nilikuwa nimeweka kwa ajili ya chakula changu cha mchana na jioni, lakini leo mimi kwa ajili ya allah nitabaki na njaa na nitatoa mchango. na baada ya kupita siku 4 tu, kijana huyo akampigia simu mbashiri akisema kwamba mwenyezi mungu amekubali kujitolea kwangu. anasema kwamba nilikuwa nimetoa interview kwenye kampuni moja ya migodi kama drewa, na kwa fadhili ya allah nimepata mkataba kwa mshahara wa $5.5 Guinea franc kwa mwezi, na hivyo mwenyezi mungu amenijaalia kwa kuongeza mara maelfu. alikuwa ametoa mchango 10,000 tu kwa mwaka, lakini mwenyezi mungu akamjaalia kwa kuongeza 6,600. mwenyezi mungu anaposema kwamba mimi nikipenda naweza kutoa kwa kuongeza sana, na hapo tunaona manzari yake. kisha sadr lajna wa niger anaandika, kwa fadhili ya allah tuliweza kuandaa darasa la malezi kwa siku 3 ya lajna imaila niger, na kina mama wengi walishiriki katika darasa hiyo. kwenye darasa hiyo washiriki walihimizwa kuhusu mchango wa tahriki jadid, kwamba muda mchache umebaki hadi kufikia na kumalizika kwa mwaka, hivyo wajitahidi kutoa michango yao na kutimiza ahadi zao. anasema kwamba lajna imaila walianza kutoa michango yao wakati ule ule. wakaambiwa kwamba bado muda upo, lakini wao wakasema kwamba hapana, tutatoa saizi
kina mama wengine pia kwa kuwaona wengine wakaja mbele na wakatoa mchango mkubwa na hela nyingi ikakusanywa. Zura amesema kwamba kwa fadhili ya Allah katika dunia nzima kwenye kila nchi lajna imaila sawa na idadi yao wanatoa michango yao na hawako nyuma kuliko wengine. Katika nchi zingine saa nyingine tunalazimika kuwahimiza khudam na answar tukiwaambia kwamba lajna wamezidi kwenye kujitolea, nini pia mushindane katika mema. Mbashiri wa St Petersburg Urusi anaandika ya kwamba Arsan Bek Saheb anayetokana na jimbo moja la Urusi, mwaka jana nilipokuwa nimetangaza mwaka mpya wa Tahrike Jadid, wakati ule Arsan Saheb alisema ya kwamba mwaka uliopita nilikuwa nimetoa 1,000 rubl kama mchango wa Tahrike Jadid. Hivyo alisema kwamba mwaka huu nafanya ahadi ya kutoa 10,000 rubl, na kisha alieleza kuhusu biashara yake kwamba ana nia ya kuanzisha. Kwa vyote vile katika mwezi wa Julai alikuwa ametimiza ahadi yake ya 10,000 rubl. Huzur amesema kwamba hali ya kiuchumi ya Urusi si nzuri kwa sababu ya vita vya Ukraine, lakini bwana huyo alitimiza ahadi yake. Samani ya rubl imeanguka sana. 10,000 rubl ni sawa na euro 178, lakini hata hivyo sawa na hali halisi hela hiyo ilikuwa hela nyingi. Na yeye alisema kwamba pamoja na mchango huo nitaendelea kutoa 500 rubl kila siku, na aliendelea kutoa 500 rubl kila siku akisema kwamba Mwenyezi Mungu ametia baraka tele kwenye biashara yangu na nimepata kipato kikubwa. Na kisha akaongeza hadi 1,000 rubl na anaendelea kutoa kila siku. Kutoka mji wa kaskazini wa Cameroon uitwao Marwa, mwalimu wa huko anaandika, na hili pia ni tukio linaloangazia baraka za kutoa mchango na jinsi imani ya watu maskini inavyoimarika. Anasema kwamba kuna mwanajumuiya mpya aitwaye Abdullah Saheb. Anasema kwamba mwaka jana kwa ajili ya mchango wa Tahrike Jadid nilikuwa nimetoa nusu ya ndoo ya mahindi, na anasema kwamba kwa sababu yake Mwenyezi Mungu alinipatia magunia 5 ya mahindi, yani kilo 350 kwa kuongeza mara 70. Mwaka huu anasema nilikuwa na wasiwasi, mbolea bei yake ilikuwa imezidi sana, sikuwa na uwezo wa kununua. Nikapata wasiwasi kwamba huenda ni sitapata mavuno mazuri. Anasema nikafanya juhudi niliyoweza kufanya. Mwenyezi Mungu akatia baraka kwamba mwaka huu nikapata mavuno maradufu, na katika mchango wa Tahrike Jadid nikatoa gunia 1 la kilo 70 kama mchango wa Tahrike Jadid. Anasema kwamba mimi nawaambia watu wa familia yangu kwamba kwa sababu ya kutoa mchango wa Tahrike Jadid Mwenyezi Mungu anatia baraka katika juhudi zangu na kwenye mavuno yangu. Amir Saheb wa Gambia anaandika, yapo matukio madogo madogo, lakini kwa ajili ya mtu maskini ni muhimu sana. Mtu mmoja anayetokana na kijiji kimoja Pate Silsile, ambaye alikuwa amefanya bayati mwaka 2014, yeye alisema kwamba mimi kabla sijaingia katika jamaat nilikuwa sina kazi, nikajaribu kupata ajira lakini sikufanikiwa. Anasema kwamba tangu nilipojiunga na Ahmadiyya mimi na shiriki katika michango na nashiriki katika shughuli mbalimbali za kijamaati, katika mahubiri na shughuli zingine. Sasa saizi anafanya kazi katika sehemu 2. Alikuwa hana ajira na ilikuwa vigumu kuendesha mambo ya nyumbani. Sasa na hakuwa na nyumba, saizi amejenga nyumba yake.
watu wanasema kwamba labda jumuiya imekusaidia. Anasema hapana, jumuiya haikunisaidia bali allah amenisaidia kwa sababu ya mchango. amir saheb wa indonesia anaandika kwamba yupo mwanajumuiya mmoja ambaye ana kiwanda chake. hali ya kiuchumi ilikuwa si nzuri, na mwaka jana nilipoeleza matukio mbalimbali ya tahriki jadida nikatangaza mwaka mpya, yeye akapata athari njema, hivyo akaandikisha ahadi yake akiongeza mara 2 kuliko ahadi yake ya mwaka jana, na akatimiza ahadi yake. baada ya wiki moja tu mwenyezi mungu akamjalia na akaanza kupata hali nzuri ya kibiashara. kampuni moja ambayo biashara yake ilikuwa imefungwa ikarejea tena na ikampatia ofa nzuri ya kununua bidhaa zake. Anasema mwaka huu kipato cha kampuni yangu kimeongezeka maradufu kuliko miaka ya nyuma. kutoka ujerumani mbashiri aitwaye harad sahib anasema kwamba kuna mwanamke mmoja wa wiesbaden aliyefukuzwa kutoka kazi yake. alikuwa na nia ya kumwita mume wake lakini hakuweza kumtumia sponsor. akamwambia ndugu yake kuhusu huzuni yake. ndugu yake akamwambia kwamba tiba yake ndio hii, kwamba ufanye maombi na utoe michango. yeye akauza dhahabu na akatoa mchango. baada ya siku 4 tu watu wa kampuni wakamtumia ujumbe kwamba unapewa ajira ya kudumu, mshahara wako utakuwa 2,000 euro na unaweza kumwita mume wako kwa kumtumia sponsor. kutoka india wakilulmal sahib anasema kwamba kuna mwanajumuiya mmoja ambaye yupo kwenye mstari wa kwanza katika mchango wa tahriki jadid. tulipomhimiza kuongeza mchango wake akasema kwamba niongeze kiasi gani. tukamwambia kwamba uongeze sawa na uwezo wako, lakini yeye alikuwa akisisitiza kwamba mbashiri au mjumbe wa markaz amwambie kwamba aongeze kiasi gani. mjumbe akasema kwamba haya uongeze milioni 1 rupia. alikuwa amekusha toa 500,000 rupia. hapo akaongeza na pia akatoa mchango wake. anasema nilikuwa na nyumba moja ambayo ilikuwa haikusajiliwa na nilikuwa na wasiwasi kwamba nitapata hasara kubwa, lakini baada ya kuongeza mchango wangu, baada ya kupita siku chache tu kazi hii ikafanywa na mwenyezi mungu akaniokoa kutoka kupata hasara. hivyo wawe matajiri au wawe maskini, mwenyezi mungu anawajalia wote sawa na nia yao na sawa na kujitolea kwao. kutoka india wakilulmal sahib anaandika ya kwamba kuna daktari profesa sahib mmoja wa kashmir. yeye ni profesa, anafundisha chuoni katika chuo cha shere kashmir. alikuwa ametimiza ahadi yake. yeye alituambia kwamba nimepata maendeleo na nimefanywa kuwa chief scientist na hapo mshahara wangu umeongezeka mno. hivyo yeye akaongeza mchango wake wa tahriki jadid. kuna mwanamke mmoja wa Mauritius anasema kwamba mwaka jana baada ya kusikiliza matukio mbalimbali ya jamaa zetu kuhusu tahriki jadid, mume wangu aliniambia kwamba tutoe ahadi ya mchango ambayo kutimiza iwe vigumu kidogo. hivyo tukatoa ahadi ya 75,000 rupia ya Mauritius. anasema wakati ule mume wangu alikuwa akifanya kazi katika kampuni moja ya tiba, na katika miaka 3 iliyopita mshahara wake ulikuwa umeongezeka kwa kiasi kadogo, lakini alipotoa ahadi yake akapata ofa kutoka hospitali moja, na katika siku zile zile alikuwa amempatia mama yake zawadi ya rupia 1,000. mume wangu alipotoa interview akaniambia kwamba alikuwa amehisi kwamba akapata ajira ile na mshahara ambao ataupata utakuwa karibu na mchango ambao alikuwa ametoa. hivyo
akapewa ofa ya ajira ikiwa na mshahara wa 76,000. Anasema kwamba rupia 1,000 ambayo nilikuwa nimempatia mama yangu zawadi, mwenyezi mungu akanirudishia. Mbashiri kutoka Bangladesh anaandika ya kwamba mtu mmoja wakati wa janga la korona alipata hasara kubwa na hakuweza kutoa michango yake. Alipokumbushwa kuhusu mchango wa Tahrike Jadid, yeye kutoka hela ya mke wake akatoa mchango 11,500 taka, lakini bado mchango wake ulikuwa baki. Anasema kwamba mwisho wa mwezi huo mke wake akatutumia ujumbe kwamba njooni muchukue mchango. Timu yetu ilipofika huko, yeye akatoa mchango wake na pia akatoa michango yake ya lazima, na akatupatia habari njema kwamba mwenyezi mungu amenijalia sana. Alikuwa anatafuta ardhi kwa ajili ya kujenga nyumba, na tangu aanze kutoa michango mwenyezi mungu alimjalia uwezo wa kununua kiwanja. Kipato chake kiliongezeka, akatoa michango yote na mwenyezi mungu akamjalia uwezo wa kujenga nyumba yake. Kutoka Burkina Faso kuna mwanajumuiya mmoja ambaye ni mwalimu. Anasema kwamba nilipata uwezo wa kununua gari. Hapo walimu wenzangu wakaniambia kwamba sisi pia ni walimu lakini hatuwezi kununua gari, kwa yakini jumuiya itakuwa imekusaidia. Nikasema kwamba hapana, jumuiya haikunisaidia bali mwenyezi mungu ametia baraka katika mali yangu kwa sababu ya michango. Anasema tangu zama za wanafunzi nina tabia ya kutoa michango, hivyo mwenyezi mungu daima anaendelea kunijaalia. Kuna mwanajumuiya mmoja wa jumuiya ya Ujerumani ya Osnabrück anasema kwamba kuhusu mchango wa Tahrike Jadid mkutano ulifanywa. Anasema kwamba nilileta 500 euro ili nitoe mchango, nikaambiwa kwamba kitabu cha risiti kimekwisha. Anasema nikarudi na nikawapatia vibarua malipo yao kutoka hela ile. Usiku ule nikaona katika ndoto, yeye akaniona mimi. Anasema kwamba mimi namwambia mtu huyo kwamba mimi nahitaji 5,000 euro. Anasema nikaelewa kwamba muradi wake ni mchango wa Tahrike Jadid. Nikamwambia mke wangu kuhusu ndoto hiyo, ye akasema kwamba sisi tutatoa mchango 5,000 euro katika Tahrike Jadid. Anasema baada ya muda mfupi kutokana na janga la korona, kwenye akaunti yangu hela zaidi ya 22,000 ikaingia, ambayo sikuwa na wazo lake la kupata. Kutoka Canada la jina moja anasema kwamba nilikuwa na hali duni katika kipato. Nilikuwa na wasiwasi kwamba kivipi nitatimiza ahadi yangu. Nilikuwa nafanya maombi, nia yangu ilikuwa njema, ijapokuwa kulikuwa hakuna uwezekano wowote. Nikafanya maombi. Usiku moja kilitokeni kwamba binti yangu alikuwa anatafuta cheti chake cha kuzaliwa, akapata voliti yake ya zamani. Anasema miaka 8 iliyopita tulikuwa tumeenda Marekani na tulikuwa tumeweka hela kwenye mfuko ule, kwenye voliti ile ambayo ilikuwa imebaki, na nilikuwa nimesahau voliti ile. Nilipofungua wallet nikaona kwamba ndani yake kulikuwa na hela ambayo ilikuwa sawa na mchango. Hivyo mwenyezi mungu anawajalia, anawasaidia. Sadr saheb wa Guinea Conakry anaandika kwamba yupo mwanamke mmoja Ahmadia aliye maskini sana na anajikimu kwa kuuza vitu vidogo vidogo. Wakati wa kukusanya mchango wa Tahrike Jadid tulipofika katika nyumba yake na tukamuhimiza kutoa mchango wa Tahrike Jadid, akasema kwamba mimi kwa sababu ya kipato changu nina wasiwasi. Nilikuwa nimekopa mkopo na nilikuwa nimeanza biashara, lakini kipato changu si kizuri, hata siwezi kulipa mkopo wangu. Tukamfahamisha na tukamwambia kwamba afanye maombi. Mama huyo akatoa mchango wa 20,000 franc Guinea, hela aliyokuwa nayo. Mama huyo aliyekuwa akipambana na hali yake
ya duni. Hela hiyo ilikuwa hela kubwa kwake. Baada ya siku chache mbashiri alipoenda tena kukutana naye, mama huyo akamwambia kwa furaha na kwa hisia za ajabu kwa mwenyezi mungu ametatua matatizo yangu yote na biashara yangu imeanza kupanuka na mimi nimelipa mkopo wangu wote na hayo yote yametokana na kujitolea kwangu. Kutoka Tatarstan, Urusi, kuna mwanajumuiya mmoja aitwaye Farid Abrahimo Sahib. Anasema ya kwamba mwaka jana katika msimu wa kiangazi simu yangu ilipata jambo la ajabu. Anasema kwamba katika akaunti yangu ya benki, baada ya kupokea hela kutoka wasafiri wangu, kuna hutuba ya khalifa wa zama inayozungumzia kuwa makini kuhusu swala la michango. Hutuba ile ilianza kusikika yenyewe kwenye simu yangu. Anasema kwamba hiyo haikutokea mara moja, bali kila nilipopata amaunti kubwa kwenye akaunti yangu, kitu kama hicho kilikuwa kikitokea. Nikaelewa kwamba mwenyezi mungu akinipatia uthibitisho wa uwepo wake ananikumbusha, na hiyo ni bahati yangu kubwa kwamba mimi kwa kushiriki katika jumuiya ya Hatmasihi Maud alayhi salam nimepata uwezo wa kujitolea. Hiyo inatokea ya kwamba hutuba inaanza kusikika au ujumbe unaingia kwenye simu yangu ambapo napata hamasa ya kutoa michango. Kisha kuna mwanajumuiya mmoja mwanamke mwenye ikhilasi wa Tanzania anasema kwamba wakati wa kurejea kutoka jalsa salana nilipata wazo kwamba bado sikutoa mchango wa Tahrike Jadid. Sikuwa na njia yoyote. Mtu mmoja alikuwa amechukua mkopo kutoka kwangu. Nilikuwa na imani kwamba ye atanirudishia na mimi nitatoa mchango wangu, lakini mtu huyo alikuwa hatoi jibu na alikuwa hapokei simu yangu. Alikuwa naumwa na matumizi ya dawa pia yalikuwa yakizidi. Alikuwa na wasiwasi, alikuwa na fikra kuhusu ada ya watoto wake. Akawaambia watoto kwamba mufanye maombi, na anasema kwamba katika muda huo huo tukasikia sauti ya azwana na mtoto akasema kwamba tuende tukaswali na tumwombe Allah atusaidie. Mwenyezi Mungu anaimarisha imani ya watoto. Sisi hatuna hela, inawezekana kuwa Mwenyezi Mungu akubali ombi letu na atie moyoni mwake na ye aturudishie hela yetu. Hivyo mama na mtoto wakatawaza na wakamwomba Allah. Kilichotokea ni kwamba kabla hawajamaliza swala simu ilianza kusikika. Hiyo ilikuwa simu ya mtu aliyekuwa amechukua mkopo. Mtu huyo akasema, nimesimama mlangoni na nimekuja kurudisha hela yenu. Mtu huyo akawaambia kwamba nilikuwa nimesimama kwenye kituo cha mabasi nikisubiri gari, ambapo nikasikia sauti ya azwana na pia nikahisi kwamba mtu fulani ananiambia kwamba kwanza nenda ukarudishe mkopo. Hivyo nimekuja kurudisha mkopo huo. Mama huyo na mtoto waliposikiliza tukio hilo, moyo wao ukajaa na hamd ya Allah. Wao wakasema kwamba tunamshukuru Allah, na mtoto akasema, angalia, sisi tumeswali na tumepata hela yetu, na kisha wakatimiza haja zao. Kutoka St. Petersburg kuna mwanajumuiya mmoja Ikram Jan Sahib. Yeye anasema kwamba mimi daima nafanya maombi kwamba nipate hali nzuri ili niweze kuwasaidia watu wenye haja na niweze kutoa michango yangu, na hiyo inatokea kwa njia ya ajabu. Anasema safari ya nyuma nilikuwa na mapungufu ya 3,000 rubles, ilhali ilikuwa siku ya mwisho ya kulipa mchango. Wakati wa kufanya kazi
watu wakaja kwangu, mmoja akanipatia 1,000 na mwingine akanipatia 2,000 ruble, na hiyo haijawahi kutokea kwenye maisha yangu, kwamba nilikuwa napata 300 hadi 500 tu. hivyo kipato changu cha ziada mimi natoa kwenye njia ya Allah. Hayo ni matukio machache niliyoyaweka mbele yenu, kwamba jinsi Mwenyezi Mungu anavyowajalia waumini wanaotoa katika njia yake kwa ikhilasi. Sasa natangaza mwaka mpya wa Tahriki Jadid. Mwaka wa 88 umemalizika Oktoba 31 na mwaka wa 89 umeanza kuanzia tarehe mosi ya Novemba. Mwaka huu katika mchango wa Tahriki Jadid kwa ujumla jumuiya imeweza kutoa mchango milioni 16.4 paundi. Alhamdulillah, ijapokuwa hali ya kiuchumi inaendelea kuharibika ya dunia, lakini hata hivyo kuna ongezeko la milioni 1.1 paundi zaidi kuliko mwaka jana. Na kwa fadhili na msaada wa Allah, mwaka huu vile vile jumuiya ya Ujerumani imeshika namba 1 katika jumuiya zote za dunia. Pakistan pia imejitolea sana, lakini kwa sababu ya kutokea uharibifu wa kiuchumi na pia thamani ya rupia imeanguka sana, wao wamerudi nyuma, lakini katika kujitolea wamezidi kwenda mbele. Ujerumani japokuwa iko juu, lakini kutokana na sarafu yao ya kiinchi kuna mapungufu yametokea, na Uingereza na Marekani jinsi wanavyoendelea kuongezeka, kama wakiendelea kuongezeka nchi hizi zinaweza kuja mbele. Canada pia imepata maendeleo na maongezeko. Australia pia imepata maongezeko. nchini India pia imepata maongezeko, na pia katika mchango wa jumuiya ya Ghana kuna maongezeko yametokea, yani maongezeko makubwa yalitokea kutokana na kujitolea sana. jumuiya zingine ni Uholanzi, France, Sweden, Georgia, Norway, Ubelgiji, Burma, Malaysia, New Zealand, Bangladesh, Kiribati, Kazakhstan, Tatarstan, Ufilipino, na kuna jumuiya moja ya Mashariki ya Kati. Katika jumuiya ya za Kiafrika kwa ujumla, jumuiya zilizofanya kazi kubwa ni Ghana, namba 2 Mauritius, kisha ni Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Liberia, Uganda, Sierra Leone na Benin. Kutokana na utoaji wa kila kichwa katika jumuiya, namba 1 ni Marekani, kisha ni Uingereza, kisha ni Australia. Idadi ya washiriki pia imeongezeka kwa fadhili ya Allah, ni 15,094, na nchi ambazo zimeongeza washiriki wao ni Nigeria, Guinea Bissau, Congo Brazzaville, Guinea Conakry, Tanzania, Congo Kinshasa, Gambia, Cameroon, Ivory Coast, Niger, Senegal na Burkina Faso. Michango ya washiriki wa daftar awal inaendelea kutolewa na watoto wao. jumuiya 10 za Ujerumani ni Roedermark, Rodka, Mehdi Abad, Neda, Cologne, Floresheim, Neuss, Pinneberg, Osnabrück, Freiburg, na Uimara yani Amarat ni Hamburg, Frankfurt, Grossgau, Wiesbaden, Dietzenbach, Redstedt, Moorfelden, Rüsselsheim, Darmstadt na Mannheim. Katika nchi ya Pakistan, jumuiya zilizotoa mchango mkubwa moja ni Lahore, kisha Rabwa na kisha namba 3 ni Karachi.
na wilaya zilizotoa michango mikubwa ni sialkot namba 1, kisha ni islamabad, gujranwala gujarat, umerkot, hyderabad, mirpur khas, sargoda, koita na lodra. kusura amesema kwamba umerkot na mirpur khas ni wilaya ambapo mafuriko pia yametokea kwa sababu ya mvua, lakini hata hivyo wanajumuia wa maeneo hayo wamezidi katika suala la kujitolea na wametoa michango mikubwa. Kutokana na ukusanyaji kwa ujumla, jumuiya za pakistan na amarat ni township lahore, amarat daruzikar lahore, amarat model town lahore, amarat mughlpura lahore, amarat ilama iqbal town lahore, amarat baitul fazl faisalabad, kisha amarat azizabad karachi, kisha amarat delhi gate lahore, kisha amarat karimnagar faisalabad na namba 10 ni amarat sadr karachi. Majimbo matano ya Uingereza. Katika majimbo haya namba 1 ni Baitul Futuh, pili Islamabad, kisha Masjid Fazl, kisha Midlands, kisha Baitul Ihsan. Na kutokana na ukusanyaji wa jumla, matawi makubwa 10 ya Uingereza, 1 ni Farnham, kisha South Cheam, Islamabad, Worcester Park, Walsall, Gillingham, Masjid Fazl, Ewell, Aldershot South na Putney. Kutokana na ukusanyaji wa ujumla, matawi madogo ni Spen Valley, Keighley, North Wales, Northampton, Zwanley. Kutokana na ukusanyaji wa jumla, matawi ya Marekani, Maryland, Los Angeles, North Virginia, Detroit, Silicon Valley, Chicago, Seattle, Oshkosh, kisha South Virginia, Atlanta, Georgia, North Jersey na York. Kutokana na ukusanyaji wa jumla, local amarat ya Canada namba 1 Vaughan, kisha ni Peace Village, kisha ni Calgary, Vancouver na Toronto. Matawi 10 ya India kutokana na kutoa michango, namba 1 Coimbatore, Tamil Nadu, kisha Kadian, kisha Hyderabad, Karolai, Pathaprem, kisha Calicut, Bangalore, Melapalam, Calcutta, Kerang na kisha mikoa 10 ya India. Namba 1 ni Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Jammu Kashmir, Telangana, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. Matawi 10 ya Australia, Castle Hill, Melbourne Longwarren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, kisha ni Perth, Parramatta, kisha Adelaide West, ACT Canberra, Brisbane, Logan East. Hizi ni nafasi zilizoshikwa na jumuiya mbalimbali. Mwenyezi Mungu awajalie wote baraka tele waliojitolea. Jumuiya ya Uingereza imeanzisha tovuti mpya ambayo ni kuhusu historia ya Ahmadiyat katika Uingereza. Kazi ya kukusanya historia ilikuwa ikifanywa tangu miaka mingi. Tovuti hii iliyoandaliwa, kwenye tovuti hii makala mbalimbali kuhusu juhudi za Masihi Maud Islam za kusambaza Islam katika Maghrib kwenye Ulaya zimepigwa chapa. Inafahamika kwamba mwaka 1913 historia ya Ahmadiyya ilianza katika Uingereza alipofika hapa Chaudhry Fateh Muhammad Sial, ilhali ujumbe wa Masihi Maud Islam ulikuwa umefika katika Ulaya na kwenye Uingereza pale alipokuwa amedai kuwa mujaddid, ambapo Masihi Maud Islam alikuwa ameandika barua moja na tangazo moja la Kiingereza
na alikuwa amewatumia mapadre mashuhuri wa india na uingereza na alikuwa amewatumia viongozi mbalimbali wa dini katika zama zake. Mfano wake mmoja ndio huu kwamba katika uingereza kulikuwa na mwanasiasa mmoja Charles Bradlaugh ambaye alikuwa mpagani. Yeye alipata mwaliko wa masihi mwaislam mwaka 1885 na gazeti moja la hapa Core Constitution lilikuwa limeeleza habari hiyo mwezi wa Juni mwaka 1885 na pia mwanzilishi wa Theosophist Society Henry Steele Alcott alipokea mwaliko huu mwaka 1886 na alikuwa ameeleza habari yake katika gazeti moja la The Theosophist mwezi wa Septemba mwaka 1886. Katika tovuti hii timeline moja imeandaliwa kuhusu zama tukufu ya masihi mwaislam ambamo mambo mbalimbali yameelezwa kuhusu kufikisha ujumbe wa islam katika ulaya na pia kuna timeline nyingine imeandaliwa kuhusu wabashiri ambao ni maswahaba wa masihi maud na huduma zake za kuitumikia dini zimeelezwa humo na pia kuna makala na tahakik imechapishwa kuhusu bishara ya masihi mwaislam kuhusu padre Pigot na makala zingine zimeelezwa na zimewekwa ndani ambazo zitawafahamisha vijana kwamba shabaha ya ujio wao na ujio wa mababu zao katika nchi hizi ilikuwa nini. Tovuti hii ni history.ahmadiyya.uk. kwanzia leo tovuti hii itaanza. Wanataka kwamba ni zindue rasmi. Mwenyezi Mungu afanye kwamba tovuti hii iwafaidishe wanajamaati na watu wasio wanajamaati. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.